mwambie Bwana, ninakukabidhi, ninaomba Bwana unisamehe, ninaomba Bwana nitengeneze, ili Bwana nipate faida. Katika kila kazi na faida, lakini maneno ya midomo huleta hasara. Maana unaona kile ambacho unakizungumza ni hasara ndani yako. Unachozungumza huoni faida. Kwa nini? Sikiliza, umezungumza na huo watu wana tabia kusahau walichozungumza. Mtu unaweza akapita mahali fulani alafu akasahau kwa nyuma alizungumza nini. Baadaye ndipo anakumbuka, anasema mwaka uliopita kuna kitu nilizungumza. Kumbe kile kitu shetani alikichukua, na shetani huwa yupo makini sana kusikiliza unachokizungumza. Shetani yuko makini kudaka unachokisema. Maana yake yeye ni mshtaki wetu, kumbuka. Maana yake shetani kama ni mshtaki, maana yake yupo tayari kusikiliza kile ambacho unachokizungumza. Anaondoka haraka, anachukua ile penti anaenda nayo, anakwenda kuhukumu kupitia ile penti uliyozungumza. Kwa hiyo kwa makini sana. Shetani huwa hawi mbali, anasikiliza huyu anazungumza nini. Kuna kitu ametamka juu ya watoto wake. Wazazi wengine, kuna mzazi mmoja mahali fulani nilipita, nikamsikia anamuita mtoto wake kwamba ni mbwa. Anamuita mbwa, anamuita mwizi, anamtamkia maneno mabaya. Lakini yale maneno nilianza kuyaona baadaye, watoto wake walikuwa ni wezi. Mpaka sasa hivi katika ile hali, maana yake huyo mama kama hatotambua ya kwamba kuna maneno ambayo aliyazungumza alafu yakapata